na akatuwezesha leo kuwa mashahidi wa mashindano haya 9 ya usomaji wa Qur'ani hapa katika eneo la Kibada Kigamboni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mashindano haya kama mengi katika miaka ya karibuni yanafanyika katika mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao katika neema zake kitabu chenyewe cha Qur'ani kiliteremshwa. Kwa hiyo hili la kwanza niliomba nitoe shukurani, lakini la pili katika shukurani hizo nitaka pia nawashukuru sana wenzetu uongozi wa jumuiya ya Al-Khairia nami kunialika kuja kwa miongoni mtakaopata neema, napata faida na fadhila za mashindano haya ya mwaka huu yaliyofanyika hapa Kibada. Na katika hili wakanipa pia na heshima ya kwamba ndio ni mgeni maalum, mgeni rasmi katika mashindano haya. Nasema shukran sana kwa uongozi wa mwenyekiti pamoja na uongozi wote wa Al-Khairia Islamic Foundation. Lakini naamini mashindano haya yasingefana kama sisi ambao tumealikwa, na mashindano ni ya wazi, tulialikwa wote, tulialikwa sote, kila Muislamu na asiye Muislamu tulipewa taarifa ya kuhudhuria na kualikwa katika mashindano haya, na alhamdulillah tumejitokeza kwa wingi. Wenzetu wanaoandaa shughuli wanapoona watu wamejitokeza, faraja ya kwanza wanaipata ni ile kwamba watu wamejitokeza. Ukumbi huu ungelikuwa mtupu leo, ingelikuwa ni fadhaa kubwa kwa wao. Kwa hiyo kwa niaba ya walioandaa, hawakunituma, lakini kwa niaba walioandaa nitoe shukrani zao za dhati kabisa kwetu sote tulijitokeza kuja kufuatilia mashindano haya, na wengi wetu ni waumini. Lakini ukiangalia sura zilizopo katika ukumbi huu, tupo warika tofauti. Alhamdulillah, tupo warika tofauti. Kuna vijukuu vyetu, kuna wenetu, kuna ndugu zetu na sisi, na pengine wakubwa zetu vile vile. Kwa hii ni ishara kwamba hili jambo limekuwa likipendwa na linapendwa na watu wa rika zote miongoni mwetu waumini, na hili jambo la kulidumisha. Jambo lenyewe ni jema kama ambavyo amesemwa mashekhe hapa, amezungumzia utukufu wa Qur'ani, utukufu wa mwezi wenyewe wa Ramadhani, na kwamba imefanyika kama nilivyosema, jambo lenyewe linafanyika katika mwezi huu na utukufu wake. Qur'ani ndio maneno ya Allah, Qur'ani ndio mwongozo wetu, Qur'ani ndio maamrisho kwetu sote waumini, mambo ya kuyafanya na mambo ya kuacha kuyafanya tumeelekezwa katika Qur'ani, katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika tabia zake. Huko ndio kwenye mafundisho, lakini msingi wa imani yetu yote, ya mafundisho yetu yote, ya dini yetu yote ni maneno yake mwenyewe Mwenyezi Mungu katika kitabu chake hiki cha Qur'ani. Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba kuna tofauti kubwa baina ya waliosoma na wasiosoma, na kwa hivyo mashekhe wetu mlipopewa nafasi ya kuongea umetufanyia kidogo hina kidogo, mngeongea zaidi. Tunapowasikiliza tunapata mengi zaidi. Wenzetu mmesoma na Mwenyezi Mungu amekujalieni kuipata hii dini, kwa hiyo kila mnapoongea tunakusikilizeni, na sisi wengine tutoka huku serikali kama mlivyosema tunanufaika sana na kuwepo katika shughuli kama hizi. Tushukuru kwamba leo tumejumuika hapa tokea asubuhi, wengine tokea asubuhi ya mapema kama ambavyo imesemwa. Mimi nimekuja angalau nimekuta mashindano yamefika kwenye juzuu 10 tayari, lakini tulianza mashindano kwenye juzuu zile za awali mpaka hapa juzuu 10, tukaenda na 20 na juzuu 30. Kwa hiyo miongoni mwetu wapo ambao tumetumia muda mrefu leo hii katika hafla hii, lakini muda huu ni muda ambao umetumika vizuri. Tumeutumia muda wetu vizuri sana, na Mwenyezi Mungu tunamuomba atujazie kheri, atuzidishie baraka na atupe ujira mwema kwa kuwepo kwetu hapa katika shughuli hii. Hakuna aliyehimizwa kutulia,
kwamba jamani, wenzetu wanasoma Qur'ani, sikilizeni, kuna fadhila kusikiliza inaposoma Qur'ani, watu wasikilize. Hakuna aliyehimizwa, si watoto wadogo, si watu wazima. Na hili nalo ni fundisho kubwa katika kuiheshimu Qur'ani pale inaposomwa. Tumetulia, tumesikiliza wale walioshindana, na alhamdulillah tumenufaika sana. Qur'an ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kinapaswa kiendelee kuhifadhiwa na tunapaswa tuendelee kurithishwa. Tunarithi kitabu chenyewe, tunafungua mashaf kurasa kwa ukurasa. Siku hizi kuna wengine ndio maendeleo, kuna maendeleo teknolojia, kwenye simu zetu tuna mashafu yote digital. Imeturahisishia, saa nyingine unasafiri, una muda kidogo, unaona na muda kutumia, unafungua sura ambayo unaitaka, aya ambazo unaona nizisome, unapitisha muda vile vile. Lakini bado sehemu kubwa ya hifadhi ya Qur'an itaendelea kurithishwa kutokana na visomo, kutokana na hifadhi katika nyoyo zetu, katika vichwa vyetu, kama ambavyo tumeshuhudia leo hii. Tumeona kuna kizazi cha awali kabisa kimesha kuanza kuhifadhi kwa juzuu moja, kwa juzuu 2, 3 na kadhalika, na kuna ambao wameshasogea na kuhifadhi mpaka juzuu 30. Juzuu zote za Qur'ani wenzetu, ndugu zetu, wenetu wameshazihifadhi katika nafsi zao, na hili ni jambo kubwa, na hapa ndio ambapo Uislamu utaendelea kudumu. Sio wote, sio walimwengu wote wanapenda Uislamu uendelee na kitabu hiki kiendelee kuhifadhiwa. Kumeshatokea majaribio na utegemea ataendelea kutokea majaribio ya kuinajisi Qur'ani, ikiwemo kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaweza kachapishwa katika vile ambavyo vinachapishwa, inaweza ikatokezea kuna baadhi ya vitabu vikachapishwa na maneno yakapotoshwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunapohifadhi vifuani mwetu, tunaweza tukarekebisha wakati wote pale ambapo inakuja kujitokeza ama kwa makusudi palipotoshwa, au kwa hitilafu za kibinadamu wakati wa kuchapisha, wakati wa kuandika kuna neno limeachwa au maana imepotoshwa. Hifadhi hii ambayo inaendelea ndio ambayo itaendelea kuihifadhi kwa dhati Qur'ani yetu. Mashindano haya naamini sio mashindano ya kumpata nani mshindi kuliko wengine katika ngazi zote ambazo zimesoma, lakini mashindano ya kubainisha kwamba tunaendelea kuhifadhi kitabu chetu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu cha Muumba wetu, lakini tunaendelea kupima maendeleo ya hiyo hifadhi, kwa maana ya progress ambayo inatokeza katika hifadhi yake. Kusimama hapa mbele za watu sio jambo dogo. Kwa wale ambao hawatakuwa wameshinda leo, sio kwamba hawakuhifadhi katika hiyo ngazi ambayo tayari waliingia kwenye kushindana. Ukimtoa pale nje, anaweza akaisoma kwa vizuri zaidi kuliko kuja hapa. Kusimama mbele ya kadamnasi ya watu, mbele ya Waislamu wenzio, wakakusikiliza, wakajua wewe umeingia kwenye mashindano, sio jambo dogo. Kuhutubia mbele za watu sio jambo dogo, na hili inawezekana ikawa kwa vijana wetu wanaosoma Qur'an, lakini hata kwa viongozi mbalimbali duniani. Kuna mfano, kuna waziri mkuu mmoja aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Uingereza, moja mataifa makubwa, dola kubwa za wakati huo, mwanamama mmoja akiitwa Margaret Thatcher. Wenyewe walimwita mwanamke wa chuma, Iron Lady, wakimnasibisha na ujasiri mkubwa aliyokuwa nao kwenye kuongoza dola kubwa wakati huo la Kiingereza. Lakini kuhusu kuongea mbele za watu, mwenyewe alisema katika uhai wake ameshaongea zaidi ya mara 1000, more than 1000 times amehutubia, lakini hajawahi katika mara zote hizo alizoongea mbele za watu, hajawahi kusimama asiwe na hofu ya kuongea mbele za watu. Wenyewe ita nervous, lazima utaanza kwamba utakuwa nervous. Nasimama mbele za watu, naongea, nitakuwa na hofu, unausikia moyo kidogo unakudunda. Si mashekhe naamini hivyo hivyo, na sisi wengine tuliopo serikalini na wao vijana wetu waliokuja hapa kwenye kushindana, inawezekana ama kwa shauku yao, kwa hamu yao ya kutuonesha kile ambacho wamekihifadhi, au kwa hofu ya kibinadamu, udhaifu wa kibinadamu, waliteleza hapa na pale.
Unachokisema kwamba mashindano haya ya leo sio kwamba ni kipimo cha nani kashinda na nani hakuwa mzuri katika tahifadhi ya Qur'an. Inawezekana kuna hiyo mitihani ya kusimama ya kusoma mbele za watu imeathiri katika usomaji wao, lakini kubwa tunategemea kwamba mashindano haya vile vile yasaidie pamoja na walioshindana, yasaidie kujenga zaidi umoja wetu Waislamu, umoja wetu wa madrasa mbalimbali, kuiendeleza na kuikuza dini yetu, na hasa kwa hawa walioshindana pale ambapo tutangazwa washindi leo, tunategemea kuona wamekumbatiana kwa mapenzi, kwa kuthamini kile ambacho kimejitokeza, na wao vile vile pengine watabadilishana mawasiliano yao ili dini yetu iweze kuendelea, na pale ambapo unaweza kujifunza kwa mwenzio ijitokeze vile vile kuweza kujifunza. Kuna moja nilitaka niliseme, sio jema sana, lakini linasemwa katika jamii kwenye mambo kama haya, kutafuta elimu. Kuna wakati kunajitokeza mambo ambayo sio mazuri vile vile. Kuna hasad inajitokeza na ambayo inabidi nayo ikemewe. Anaweza akaja kijana maskini amehifadhi vizuri, lakini akashindwa kusema, akashindwa kusoma, si kwa sababu ya hofu, si kwa sababu ya shauku, lakini kwa sababu ya hasad. Na Mwenyezi Mungu alitutaka tuombe atuepushe na hasad ya wale mahasidi kwa ule wakati ambao anafanya ile hasidi yenyewe, kwa ule wakati ile hasad yenyewe inafanyika. Wa min shari idha hasad, kwa ule wakati ambao ile hasidi inafanyika, ile hasidi yenyewe. Kama nilivyosema, Sheikh ametuambia na kwamba labda kuwe na kituo maalum cha kuja kulichukua hili ambalo linafanyika, kulichukua mbele. Hatua ambayo imepigwa sasa hivi ni kwenye kuhifadhi Qur'ani yetu, ni hatua muhimu sana kwa kuimarisha dini, lakini bado kuna kazi kubwa sana ya kuifanya katika kuweza kuitafsiri dini yetu, katika kutafsiri Qur'ani yetu, katika kutafsiri utamaduni mzima wa Kiislamu na jinsi ya kuuishi. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha. Kwenye kila tunachokifikiria tungeweza tukarudi, tunapokwama tukarudi tukafanya rejea katika mafundisho ya Kiislamu. Kuanzia tunapoamka tunaambiwa tuseme nini, mpaka tunapokwenda kulala tufanye nini vile vile. Mwisho utaambiwa kabla hujalala tia udhu, usome dua fulani ndio ulale. Kwa hiyo toka tumeamka katika siku zetu mpaka wakati wa kulala na tuna mafundisho ya dini ya Kiislamu. Namna tunavyotafuta riziki zetu kuna mafundisho ya dini ya Kiislamu. Hata kwa sisi upande wa fedha huku siku hizi kuna kitu inaitwa Islamic Finance. Haikuanza leo, lakini ndio imekuja watu tunatanabahi sasa hivi. Riba ilishakatazwa, kuna bidhaa muhimu za kifedha ambazo dini ya Kiislamu ilizisisitiza. Namna tunaofanya biashara miongoni mwetu, Uislamu na mafundisho yake. Tunapotaka kujenga familia, umri gani kijana anaweza kuingia kutaka kujenga familia, namna kwenda kutafuta hiyo familia yenyewe inavyoanza, namna ya ndoa inavyotafutwa, mke wajibu wake, haki zake, mume wajibu wake, Mwenyezi Mungu amejalia watoto, malezi yanakuwa vipi. Kwa hiyo Uislamu ni mfumo kamili wa dini, mfumo kamili wa maisha, na ndani yake hakuna kilichoachwa. Tunapokwama turejee, tusichokijua tuulize kwa mashekhe wetu, nao wakitufundisha tunaweza tukapata neema katika yale mafundisho yao. Kuna hili la kutafsiri kwenye Qur'ani, la kutafsiri ni eneo kubwa. Qur'ani pamoja na kuhifadhi, lakini ndani yake kuna lugha, imeteremshwa kwa lugha maalum, imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Dunia ina lugha nyingi, kwa hiyo tunapoitafsiri tuielewe lugha yenyewe iliyoteremshiwa na hukumu zake, tuweze kuitafsiri kwa usahihi. Aya zimeshuka kwa visa, baadhi yake zimeshuka kwa sababu maalum, nayo unapotaka kuitafsiri ni vyema ujue sababu ambayo aya ile ilishushiwa. Kuna aya zilishushwa Maka, kuna aya zilishushwa Madina, nao zinatofautiana mnasaba wake, nao ni muhimu vile vile kuielewa. Sasa haya yote ni muhimu sana, kama alivyosema shekhe, baadaye huko tuje tuendelee
tusiishie kwenye kuhifadhi, ni muhimu, lakini kuna kazi kubwa ya kuja kuiendeleza. Kwa washiriki wetu, mashekhe, maustadhi waliosimama kuwasomesha vijana hawa, Mwenyezi Mungu ajaze kheri kubwa. Mwenyezi Mungu akujizisheni nuru katika madrasa zetu. Mwenyezi Mungu atupe jamii ya Kiislamu ambayo imenufaika sana na yale ambayo mnafundisha. Mtume wetu alisema, kwa sisi ambao tumesoma Qur'ani, aliyembora kwetu ni yule ambaye atakuwa ameisoma na kuifundisha kwa wengine. Kwa hiyo nyinyi mnapopita kwenye madrasa zetu, mbali ya kwamba nyinyi wenyewe mlishaisoma Qur'ani, lakini mnatekeleza wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunataka tuwe bora kwa sababu tumeisoma, tumeijua Qur'ani, tunataka tuisomeshe kwa wengine. Na hiki ndo ambacho ametuambia kwamba miongoni mwetu walio bora kwenye Qur'ani ni wale ambao wamesoma na wakaifundisha kwa wengine. Pongezi za dhati kwa vijana wote walioshiriki kwenye mashindano haya kwenye ngazi zote hizi ambazo tumezishuhudia leo hii. Hii inaonyesha jitihada kubwa, mbali za mashekhe na maustadhi ambao wamewasomesha, lakini za kwao wenyewe. Tunajua dunia yetu, Sheikh ameisema, Sheikh Ali Leruko ameisema, dunia yetu hii ya kidijitali, watoto wana vishawishi vingi, vijana wana vishawishi vingi zaidi. Kuna television huko zinaonesha mambo mengi ambayo yangeweza yakawatoa vijana na watoto kwenye mkondo mzuri wa maadili ya Kiislamu. Watoto wanatoka asubuhi kwenda shule, wakirudi wanahitaji kwenda madrasa kwenye kusoma hasa yale mengine mafundisho ya kawaida, lakini bado kuna mafundisho ya ziada ya kuhifadhi Qur'an. Hii yote inahitaji nidhamu ya hali ya juu. Kwa hiyo maustadhi, mashekhe wetu mnawafundisha, lakini na wenyewe vijana ambao wameingia kwenye mashindano haya, nidhamu hii ambayo imeonyesha, sote tuliopo hapa tunapaswa tuishukuru, tuipongeze na tuiombee kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidishia nuru na kuwazidishia imani ya kuiendeleza. Kuna wengine ambao hawatafanikiwa kama ambao walitarajia leo hii. Ombi langu kwetu sote kama jamii, tukitoka hapa tusiwape shinikizo la ziada. Nasema wewe unatoka kila siku asubuhi hii unakwenda kuhifadhi, umekuja umetokea wa mwisho. Tunamvunja moyo kwa kazi kubwa ambayo ameshaifanya. Kwa hiyo iwe kwa maustadhi, kwa walimu wetu, kama kwa ujumla madrasa yetu haikufanya vizuri, iwe kwa wazazi na ndugu wa wale walioshiriki hapa na pengine hakupata matokeo mazuri, iwe kwetu kama jamii, tuwapongeze kwa hatua waliofikia. Tubaki kutazama upande ambao unasema uko positive, upande ambao uko chanya. Tusitizame kasoro ambazo zimejitokeza, tuwape moyo wafanye vizuri zaidi kule na katika mashindano yanayokuja. Tusiwape pressure kutokana na matokeo ambayo yatakuja kutangazwa na majaji wetu baadaye. Kwa upande wa majaji, nanyi pongezi kubwa, mmeendesha mashindano haya kwa utulivu mkubwa. Tunaamini mtakuwa ni mahakimu waadilifu. Matokeo yote ambayo mtakuja kuyatoa pale mwisho, hatuna shaka yoyote na jukumu hili ambalo mmelichukua, na inshallah muendelee kulitekeleza kwa ajili ya kuendeleza dini yetu hii. Kwa upande wa jumuiya yetu Al-Khairia, nimepokea risala, uongozi tuna contact zao, tutakuja kutafuta muda muafaka tuje kubadilishana zaidi mawazo, nini tufanye kuendeleza jumuiya, lakini kuendeleza yale malengo ya jumuiya, na pengine ikibidi hatua kwa hatua. Mambo mnayojipangia ni mengi, mambo mnayojipangia yanahitaji rasilimali nyingi, rasilimali watu, rasilimali fedha na vifaa vingine. Kwa hiyo pengine tutaweza kubadilishana mawazo, tukaangalia jinsi gani ingeweza tukaenda, lakini yale malengo ambayo yalikusudiwa yakaweza kufikiwa. Lakini kwa ujumla niungane na mashekh kwa kukushukuruni na kupongezeni kwa hatua hii ambayo mmeifanya. Mna miaka minne toka mmeanzishwa, kipindi kifupi, lakini mliwafanya ni mengi na makubwa sana katika kujenga dini yetu, katika kujenga ikhlas na katika kujenga imani kwa vijana wetu. Kwa hiyo kwenye hili kama useme tatafuta muda tujiukaa. Nihitimishe, wakati wa dhuhuri umefika na watu wanaendelea kusali. Nihitimishe kwa kuendelea kuwaombea kheri sana washiriki wetu wote, walimu, majaji na zaidi mashekhe wetu. Hawa ndio ambao, mashekhe ndio ambao wameishikilia dini yetu, na ndio ambao tunapaswa tuendelee kufanya rejea kwao kwa kuiendeleza dini yetu.
lakini vile vile kwa maendeleo ya jamii. Sisi kama jamii tuendelee kuunga mkono jitihada zote hizi za mambo ya kheri ambayo yanafanywa na watu mmoja mmoja, lakini kwa vikundi na mashekhe wenzetu wanafanya mambo mengi ya khairat ambayo tunapaswa tuyaunge mkono. Tuendelee kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mashekhe wamezungumzia amani na utulivu. Tumetulia muda wote tuliopo hapa kwa sababu nchi yetu yenyewe ina amani na nchi yetu ina utulivu. Kuna mambo hatuyaangalii sana, yanapotokezea tunaangalia pale moja moja yanapotokezea. Kwa miaka mingi sasa hivi ukiingia mwezi wa Ramadhani ndio kipindi ambacho Waislamu wanakuwa majaribu mengi katika mataifa menzetu. Mwaka jana nakumbuka Palestine walipata mtihani mkubwa katika kipindi kama hicho cha Ramadhani. Watoto na jamii yote ya Kipalestine ilipewa mtihani, waliadhibiwa kwa kunyimwa hata chakula na maji. Wanasema unafanya starvation, wache wafe kwa kunyimwa riziki ya Mwenyezi Mungu. Nafungwa nchi mipaka, hakuna kuingia chakula, hakuna kuingia maji, hakuna kuingia dawa mwezi wa Ramadhani. Lakini watu wa Palestine Waislamu wakasema midam ni mwezi wa Ramadhani, tutaendelea kufunga mwezi wa Ramadhani, na takriban miezi mingi ya Ramadhani ndio kunatokea mitihani. Kinachoendelea taifa la Iran sasa hivi ni mwezi wa Ramadhani. Wameuawa viongozi wa taifa siku ya kwanza walioshambuliwa juzi tu tarehe 28 mwezi wa pili. Takriban viongozi 40 wa taifa la Iran wameuawa siku moja. Rais aliyepo madarakani, waziri wake wa ulinzi, mkuu wa namba 2 wa majeshi, chief of staff wa majeshi, tuseme ukoo uladi mzima wa rais wa kiongozi Ayatullah Khamenei uliuliwa, yeye, mke wake, wanao, wajukuu zake, siku moja mwezi wa Ramadhan, alfajiri ya Ramadhan. Haitokei kwa bahati mbaya, na tunapaswa tutanabahi katika dua zetu, mbali ya kuliombea taifa letu, tuombee umma wa Waislamu tuendelee kuwa na utulivu kama huu tulionao sisi. Lakini huu tulionao sisi Waislamu, kama jina la dini yetu lilivyo, sisi ni dini ya amani. Kwa hiyo sisi ndio kuwa mfano wa kudumisha amani na utulivu uliopo katika taifa letu. Dini nyingine tunajua nazo zinaendelea kusisitiza amani, lakini sisi ndio tuwe wa mfano. Waislamu, mtume wetu huko nyuma alishafikia suluhu ya kwamba sisi tusiende kuhiji mwaka huu, turudi, tumeshakaribia. Masahaba na wafuasi wake wana Mtume Muhammad, ya Rasulullah, tumefika hapa, turudi kwa kuwasikiliza hawa. Sema turudini, wakaingia suluhu maarufu kwenye dini yetu, suluhu ya Hudaibia, lakini kwa sababu ya kutafuta amani na maka ilofuata wakaenda kuhiji na wakaendeleza dini yetu. Kwa sisi kama Waislamu waumini tuna jukumu hilo. Kwa hiyo kama usema awali, Uislamu ni mfumo mzima wa maisha. Basi tujitahidi na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuishi mfumo, dini isiwe ni ile ya kwenda kuingia adhana imesoma unaingia kwenda kusali, ukitoka unaishi maisha yasiyoendana na dini ya Kiislamu. Unasema mimi sili riba, lakini jioni unafanya mengine ambayo hayaendani na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, unafanya na mengine. Tuufuate ule mfumo wa maisha. Inapofika wakati wa mirathi, Mwenyezi Mungu ametuwekea sura nzuri, ametuwekea aya kamili namna mirathi inavyopaswa iwe. Siku hizi mara unasikia tunataka kufuata ya kiserikali, hatutaki tena kufuata ya dini yetu, na kadhalika. Mfumo wa dini ya Kiislamu tuendelee kuheshimu. Na baada ya kusema hayo, wabillahi taufiki, na mimi niungane na mashekhe kwa mara nyingine tena kuiombea amani nchi yetu, kutakieni kheri wote tuliohudhuria hapa. Mrudi nyumbani kwa salama, mrudi nyumbani kwa amani, tukamilishe mwezi huu mtukufu hali ya kuwa tumekubaliwa ibada zetu zote. Mwenyezi Mungu akubali saumu zetu, Mwenyezi Mungu akubali sala zetu, Mwenyezi Mungu akubali dua zetu, Mwenyezi Mungu awarehemu wazazi wetu wote waliotangulia mbele za haki na wapendwa wetu wengine. Mwenyezi Mungu awarehemu mashekhe wetu waliotangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awazidishie nuru viongozi wa taifa letu.
kila penye fundo alifungue, awarahisishie kwenye uongozi na amurikie nuru ya kuweza kuongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa. Wabillahi tawfik wa hadha, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.